Siku zilizofuata zilihisi kama ndoto ndefu na ya ajabu ambayo Yusufu hakuweza kuamka kutoka ndani yake. Asubuhi moja iliungana na nyingine. Jua lilichomoza na kuzama, na Yusufu aliendelea kutembea, kupanda, kusimama, kisha kutembea tena. Kila kitu kilihisi kigeni. Ardhi ilibadilika polepole waliposafiri mbali zaidi na nyumbani. Vilima alivyovijua vilitoweka. Nyasi zilionekana tofauti. Hata hewa ilinukia ajabu, kama vumbi na mawe ya joto. Sauti zilizomzunguka zilikuwa kali na za haraka. Watu walizungumza maneno ambayo Yusufu hakuyaelewa kabisa. Alisikiliza kwa makini, akitumaini kusikia kitu cha kufahamika, lakini hakukuwa na chochote. Moyo wake ulikuwa mzito. Kisha siku moja, barabara ilifunguka kwa upana, na Yusufu akaona kitu ambacho hakuwa amewahi kuona hapo awali. Misri ilikuwa kubwa, kubwa kuliko chochote alichokuwa amewahi kufikiria. Majengo marefu ya mawe yalisimama bega kwa bega. Nguzo kubwa zilielekea angani. Watu walikimbia kila mahali, wakibeba vikapu, wakiongoza wanyama, wakipaza sauti kwa nguvu. Barabara zilikuwa zimejaa na zenye shughuli nyingi, zikiwa zimejaa nyayo, sauti na kelele za mikokoteni. Masoko yalikuwa yakivuma kwa kelele na rangi. Kila kitu kilisogea kwa kasi. Yusufu alisimama kimya kabisa. Moyo wake ukajikaza. Si mahali pangu hapa, alifikiri. Alikuwa mgeni katika nchi hii. Hakuna aliyemjua kwa jina. Hakuna aliyemjua baba yake au ndugu zake. Hakuna aliyewahi kuona joho lake la rangi, lile ambalo baba yake alimfanyia kwa upendo mwingi. Joho hilo halikuwepo tena, na vivyo hivyo vitu vyote alivyovizoea. Yusufu aliuzwa kuwa mtumishi kwa mtu mmoja aliyekuwa na kazi muhimu nchini Misri. Nyumba ya mtu huyo ilikuwa kubwa, ikiwa na vyumba vingi na kuta ndefu. Kulikuwa na watumishi kila mahali, wote wakiwa na shughuli zao. Siku ya kwanza ya Yusufu, hakujua pa kusimama. Hakujua nini cha kugusa au nini asiguse. Hakujua azungumze na nani au lini akae kimya. Hakujua sheria. Hakujua jinsi mambo yalivyofanya kazi. Alijihisi mdogo sana. Usiku huo, nyumba ilipotulia hatimaye, Yusufu alilala na kutazama dari. Macho yake yaliungua na kifua chake kilihisi kubana. Aliikosa nyumba. Aliikosa sauti ya baba yake. Aliikosa sauti ya kondoo na vilima alivyovizoea. Kwa muda mfupi, alitaka kukata tamaa. Lakini kisha Yusufu alikumbuka jambo fulani lililokuwa ndani kabisa ya moyo wake. Mungu yuko pamoja nami, hata hapa, hata sasa. Yusufu akafanya uamuzi wa kimya moyoni mwake. Nitafanya yaliyo sawa, alinong'ona, hata hapa. Asubuhi iliyofuata, aliamka na kufanya kazi. Alifagia sakafu, hata mikono ilipochoka. Alibeba mitungi mizito ya maji, hata mgongo ulipouma. Aliwaangalia wengine kwa makini, jinsi walivyofanya kazi. Alisikiliza, hata kama hakuyaelewa kila neno. Alipokosea, hakukata tamaa. Alijaribu tena. Baadhi ya siku zilikuwa ngumu zaidi kuliko nyingine. Baadhi ya siku alijihisi mpweke. Baadhi ya siku aliikosa nyumba kiasi kwamba maumivu yalikuwa kama jiwe kifuani.
Baadhi ya siku alitamani angeweza kutoweka. Lakini kila siku Yusufu aliomba kimya kimya, Mungu, nisaidie leo. Alinong'ona alipokuwa akifanya kazi, nisaidie kuwa mwaminifu, nisaidie kuwa imara. Na jambo fulani la upole na la ajabu lilianza kutokea. Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Ingawa Yusufu hakuliona mara moja, wengine walianza kumtambua. Waliona kuwa alifanya kazi kwa uangalifu. Hakulalamika. Hakujaribu kudanganya au kutafuta njia za mkato. Aliwatendea watu kwa wema, hata walipokuwa hawamtendei vyema. Kulikuwa na kitu thabiti ndani ya Yusufu, kitu cha amani. Bwana wake alitambua hilo pia. Aliona kwamba Yusufu alipewa kazi, alifanya vizuri. Alipoaminiwa jambo muhimu, alilitunza. Polepole, Yusufu akapewa majukumu zaidi. Akaombwa kusaidia mambo makubwa zaidi, mambo muhimu. Yusufu bado hakuwa nyumbani, lakini hakuwa peke yake. Nuru ya Mungu ilikuwa ikimng'aa kupitia yeye, hata katika nchi ya kigeni. Katika siku hizo, Yusufu alijifunza jambo muhimu sana. Uaminifu hauhusu nyakati za furaha tu. Unahusu pia nyakati za kuchanganyikiwa. Unahusu siku unapojihisi mpya na hujui mengi. Unahusu nyakati ambapo hujui kitakachofuata. Mungu alimuona Yusufu. Jioni moja, baada ya siku ndefu ya kazi, Yusufu alitoka nje. Hewa ilikuwa ya joto na tulivu. Aliangalia juu angani. Nyota juu ya Misri zilionekana tofauti na zile za nyumbani, lakini bado zilikuwa zinang'aa. Nyota zile zile. Yusufu akatabasamu kwa upole. Asante Mungu, alinong'ona, kwa kukaa pamoja nami. Kwa maana upendo wa Mungu hausimami mipakani. Haupotei katika barabara ndefu. Hausahau jina lako. Na sasa mpendwa, ni wakati wa kupumzika. Ikiwa siku moja utahisi kama hufai mahali fulani, au kama unaanza mahali pengine palipopya, mkumbuke Yusufu huko Misri. Kumbuka kwamba Mungu anaweza kukupa ujasiri unapojihisi mdogo, nguvu unapojihisi umechoka, na amani wakati kila kitu kinaonekana kigeni. Lala kwa upole. Mungu yuko karibu. Usiku mwema. Pumzika katika upendo wa Mungu. Uwe jasiri, kwa maana popote uendapo, Mungu huenda pamoja nawe.